11 inasema hivi kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Umesikia maneno haya? Kuna watu waliambiwa habari ya Mungu wakamjua Mungu. Ndio maana si katika Qur'ani Mungu anasema ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watasemaje? Watakwambia Mungu tu ndo kaumba. Nani katengeneza dunia? Watakwambia Mungu. Kwa hiyo wanamjua Mungu, lakini walipomjua hawakumtukuza wala kumshukuru kama Mungu. Endelea. Bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mbona walipotea katika uzushi? Kwa maana kuna vitu walivizusha. Lakini Mungu katika Biblia inasema na mioyo yao yenye kutu. Mioyo yao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga Mungu akatia giza. Kwa walipotea katika ujinga, alafu Mungu akatia giza. Endelea sasa. Walijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kumbe wanajinena, si tumeokoka bwana, sisi mambo yetu safi bwana, sisi tunamwabudu Yesu bwana, sisi ndo wenye haki bwana, bila kuokoka upati uokovu bwana. Wakajiona wenye hekima, kumbe walipumbazika. Kwa nini? Hawakutaka tena kurudi katika mstari. Endelea. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, ndio kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaa. Mbona maneno sasa? Wakaubadili utukufu wa Mungu asiyekuwa na uharibifu kwa sura ya binadamu mwenye uharibifu. Kwa maana mwanadamu hajakamilika. Kwa maana mwanadamu lazima atende dhambi. Kwa maana mwanadamu hayuko perfect katika vitu vyake. Ana uharibifu fulani mwanadamu ataokuwa nao. Endelea kule kidogo, simulize, tujamaliza. Okay. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Ona maneno, kwa sababu walimkataa Mungu. Wakamtengeneza mwanadamu kuwa Mungu. Kwa maneno hayo sasa, kwa vitendo hivyo Mungu akawaacha katika tamaa za mioyo yao. Ule moyo unapokubali lile jambo kulifanya, kwa sababu jambo ambalo sio la Mungu na Mungu wewe umelikubali mwenyewe, Mungu akakuacha katika tamaa za mioyo yao. Endelea. Okay. Aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Mungu akawaacha ufuate uchafu. Ule uchafu walioufuata wakavunjiana heshima miili yao. Kuna kitu kigumu hapo, simulizi, shuka kidogo. Kwa maana walibadili ukweli ya Mungu kuwa uongo. Ndio. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Unaona maneno haya? Wakabadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Kuna watu wakachukua kiumbe wakakieka mbele pale, kiumbe wakawa wanakisujudia. Huyu ndiyo Mungu, tunamwabudu, anatupa kila kitu, badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Wakamwacha Mungu wa kweli. Sasa wewe nadhani unajua nani anayesujudia kiumbe na kuabudia kiumbe? Nani? Wakamwacha Mungu wa kweli wakaabudia kiumbe. Endelea. Kuna neno, madhara yake yalikuwaje? Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Endelea. Waume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Inatosha. Maneno hayo yanaonyesha baada wao kumkataa Mungu, sasa Mungu akawaacha waufuate uchafu, kiasi ambacho wanawake wakabadili matumizi ya asili wakaenda katika matumizi yasiyokuwa ya asili. Wanaume nao wakawakiana tamaa wao kwa wao. Unajifunza nini leo kanisani? Yako makanisa bwana, simulizi yanasema ndoa ya watu wa jinsia moja sio haramu. Kwa simulizi huko nimesikia hii, nimekutoa mbali sana, ujue nataka kuna kitu ujifunze. Yapo makanisa yanafungisha ndoa ya mwanamme kwa mwanamme, wao wanasema sio haramu, wakati Biblia inasema
Mungu akawaacha wafate uchafu, wakavunjiana heshima miili yao, wanaume wakawakiana wao kwa wao, wakaacha matumizi ya asili ya mke. Hao watu wewe unawatambua? Hao ndio waliokwenda kusujudia kiumbe, wakaacha kumwabudia Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Tupo? Yesu alisemaje? Mathayo 4:10. Yesu naye alishatuambia mapema. Sawa. Mathayo 4:10. Anasema hivi, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Umesikia Yesu? Sio ni abudu, muabudu. Anatoa amri, muabudu, sio ni abudu. Hiyo 4:10. Anza 5 hapo. Kuna kitu kidogo hapo nimekiacha. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ndio. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Endelea. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Endelea. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno. Anabebwa Yesu na Ibilisi. Akamwonyesha milki za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiinama na kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Unaona, Yesu anaamrisha mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Ile swali lako la Utatu Mtakatifu Yesu analiua hapo, sio? Peke yake, hakuna mwingine. Kwa hiyo tayari Yesu alishasema anayestahili kuabudiwa ni Bwana Mungu, hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa. Sasa leo wakitokea watu simulizi wanamwabudu Yesu, ndio tunaanza kupatwa na mashaka. Ibada hii wanayoifanya sio sahihi. Ibada hii ya kusujudia kiumbe sio sahihi. Ndio maana Yesu akasema umwabudu Bwana Mungu peke yake. Sijui umeelewa? Hapo nakuelewa. Una la ziada? Nina la ziada kuhusiana na swali la Mungu huyu ambaye Wakristo tayari huwa wanamwabudu. Sifa zake, je, anafanana na Mungu ambaye Waislamu wanamwabudu? Kwa mfano, Wakristo wanaamini kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Waislamu mnasema Mungu hafanani na chochote. Je, nyinyi mnaona kweli huyo Mungu ni Mungu mmoja? Sio Waislamu tu ambao tunaosema Mungu hafanani na chochote. Hata Biblia yenyewe, mtanilinganisha na nani ili niwe sawa sawa naye? Au hakuna hiyo? Ipo. Sasa muulize huyu mtu, kama Mungu anakataa hakuna wa kulinganishwa naye, vipi hao wameumbwa kwa mfano wa Mungu? Andiko linasema kutawala. Haikusudii kwamba wamefanana maumbile mwanadamu na Mungu. Mfanano ulikuwa pale ni aina ya utawala. Mwanadamu kaletwa katika dunia kwa ajili ya kuwa mtawala, kutawala vitu vingine, na Mungu yeye ni mtawala. Ndio mfanano ule uliokuwepo, lakini sio mfanano kwamba eti wa maumbile wa kufanyaje. Na ndio maana kuna watu wanakusudia kwamba walikuwa mfanano wa maumbile, walipigwa kitu. Hebu Yakobo 3:9 kama sijakosea, Yakobo 3:9. Sawa. Yakobo 3:9 anasema kama nitakuwa sijakosea. Sawa. Yakobo 3:9 au nimekosea? 3:9. Anasema kwa huo ndio tunamuhimidi Mungu Baba yetu, ndio, na kwa huo unawalaani wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeona maneno? Wale walikuwa na itikadi kwamba sisi tunafanana na Mungu. Laana. Maneno simulizi. Ndio. Au niendelea simulizi kwamba kwa kutumia ulimi tunamwabudu Mungu wetu. Lakini kwa kutumia ulimi tunamlaani mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Yule ambaye anajifanyia kaumbwa kwa mfano wa Mungu, anafanana na Mungu, tunamlaani. Na ndio maana mfano wa Mungu pale ni namna ya utawala, sio kufanana kisura wala kimaumbile. Wewe umefanana na Mungu. Ndio maana 40:28 Isaya, Mungu anasema mtanilinganisha na nani ili niwe sawa sawa naye? Hakuna wa kumlinganisha na Mungu. Kwa hiyo Mungu bado anabaki hafanani na kitu chochote.
Biblia inasema hivyo, Qur'ani inasema hivyo. Alafu pili, usilete kulinganisha kwamba Mungu wa Biblia anasema hivyo, wa Qur'ani inasema Mungu anabaki mmoja, ila inategemea Mungu ametoa maagizo kwa kipindi gani. Kuna kipindi Mungu alimwambia Nuhu, kila kiendacho katika ardhi chakula chako, sio? Ndio. Au kumbuki? Ndio, ndio. Wakati wa Musa akamwambia nguruwe ni haramu. Kwa hiyo tuseme nguruwe na nguruwe wanakuwa, sasa itakuwa akili ndogo sasa hizo tunazo sisi. Kwa hiyo Mungu anatoa mafundisho na maamrisho kutokana na zama zilizoko, ndio mafundisho yanakuja. Hakuna hoja hiyo bwana simulizi. Hakuna, wala usipate tabu. Labda kama una ziada lete hoja zao. Okay. Wakristo hata hapa tuliposoma hapo Mungu baba yetu. Tunaamini Mungu ni baba. Kwa hiyo kijinsia hata akili ilivyotengenezwa Mungu ni mwanamume. Ni baba. Waislamu huwa mnaweka kwamba ni neutral, hana jinsia, yani sio baba. Hivyo kweli tunaweza tukawa tunamwabudu Mungu mmoja. Mungu sio mwanamume wala sio mwanamke. Na ndio maana kule hakuna wa kumlinganisha naye katika Biblia. Ukisema unamlinganisha baba kwamba mwanamume, manake umemlinganisha na mwanamume. Wakati Biblia inakataza, Mungu huwa anapenda kutumia dhamiri ya kiume. Anapenda kutumia nafasi ya kiume, hapendi kutumia nafasi ya kike. Huwa anapenda kutumia nafasi ya kiume, sio ya kike. Kwa hiyo kusema Mungu baba haimaanishi kwamba yeye ni mwanamume. Anatumia nafasi ya kiume, yani kwa sababu mwanamume unajua ndio nafasi iliyokuwa nzuri sana. Kwa hiyo Mungu huwa anatumia nafasi hiyo. Lakini tunaposema Mungu baba, ili ni jambo zito sana tunalizungumza. Tukinakusudia ule ubaba kwa sababu yeye katuumba. Ndio tunamwita baba kwa sababu katuumba. Na vile na moja inasema hivi. Kwa sababu walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Umesikia maneno haya? Kuna watu waliambiwa habari ya Mungu, wakamjua Mungu. Ndio maana si katika Qur'ani Mungu anasema, ukiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi, watasemaje? Watakwambia Mungu tu ndo kaumba. Nani katengeneza dunia? Watakwambia Mungu. Kwa hiyo wanamjua Mungu, lakini walipomjua hawakumtukuza wala kumshukuru kama Mungu. Endelea. Bali walipotea katika uzushi wao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mbona walipotea katika uzushi? Kwa maana kuna vitu walivizusha. Lakini Mungu katika hiyo Biblia inasema na mioyo yao yenye kutu. Mioyo yao na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Mioyo yao yenye ujinga Mungu akatia giza. Kwa walipotea katika ujinga, alafu Mungu akatia giza. Endelea sasa. Walijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Kumbe wanajinena, si tumeokoka bwana, sisi mambo yetu safi bwana, sisi tunamwabudu Yesu bwana, sisi ndo wenye haki bwana, bila kuokoka upati uokovu bwana. Wakajiona wenye hekima, kumbe walipumbazika. Kwa nini? Hawakutaka tena kurudi katika mstari. Endelea. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, ndio kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaa. Mbona maneno sasa? Wakaubadili utukufu wa Mungu asiyekuwa na uharibifu kwa sura ya binadamu mwenye uharibifu. Kwa maana mwanadamu hajakamilika. Kwa maana mwanadamu lazima atende dhambi. Kwa maana mwanadamu hayuko perfect katika vitu vyake. Ana uharibifu fulani mwanadamu ataokuwa nao. Endelea kule kidogo, simuliza tujamaliza. Okay. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao. Mbona maneno? Kwa sababu walimkataa Mungu. Wakamtengeneza mwanadamu kuwa Mungu. Kwa maneno hayo sasa, kwa vitendo hivyo Mungu akawaacha katika tamaa za mioyo yao. Ule moyo unapokubali lile jambo kulifanya, kwa sababu jambo ambalo sio la Mungu na Mungu wewe umelikubali mwenyewe, Mungu akakuacha katika tamaa za mioyo yao. Endelea. Okay. Aliwaacha katika tamaa za mioyo yao waufuate uchafu, hata wakavunjiana heshima miili yao. Mungu akawacha ufuate uchafu. Ule uchafu walioufuata wakavunjiana heshima miili yao. Kuna kitu kigumu hapo simulizi, shuka kidogo. Kwa maana walibadili ukweli ya Mungu kuwa uongo. Ndio. Wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya muumba anayehimidiwa milele. Amina. Unaona maneno haya? Wakabadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe
badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Kuna watu wakachukua kiumbe wakakieka mbele pale, kiumbe wakawa wanakisujudia. Huyu ndiyo Mungu, tunamwabudu, anatupa kila kitu, badala ya Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Wakamwacha Mungu wa kweli. Sasa wewe nadhani unajua nani anayesujudia kiumbe na kuabudia kiumbe? Nani? Wakamwacha Mungu wa kweli, wakaabudia kiumbe. Endelea, kuna neno, madhara yake yalikuwaje? Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Endelea. Waume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa, wanaume wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa. Inatosha. Maneno hayo yanaonyesha baada wao kumkataa Mungu, sasa Mungu akawaacha waufuate uchafu, kiasi ambacho wanawake wakabadili matumizi ya asili wakaenda katika matumizi yasiyokuwa ya asili. Wanaume nao wakawakiana tamaa wao kwa wao. Unajifunza nini leo kanisani? Yako makanisa, bwana simulizi, yanasema ndoa ya watu wa jinsia moja sio haramu. Wasimulizi huko? Nimesikia hii. Nimekutoa mbali sana, ujue nataka kuna kitu ujifunze. Yapo makanisa yanafungisha ndoa ya mwanamme kwa mwanamme, wao wanasema sio haramu, wakati Biblia inasema Mungu akawaacha wafate uchafu, wakavunjiana heshima miili yao, wanaume wakawakiana wao kwa wao, wakaacha matumizi ya asili ya mke. Hao watu wewe unawatambua? Hao ndio waliokwenda kusujudia kiumbe, wakaacha kumwabudia Mungu anayehimidiwa milele. Amina. Tupo? Yesu alisemaje? Mathayo 4:10. Yesu naye alishatuambia mapema. Sawa. Mathayo 4:10. Anasema hivi, ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Umesikia Yesu? Sio ni abudu, muabudu. Anatoa amri, muabudu, sio ni abudu. Hiyo 4:10. Anza 5 hapo, kuna kitu kidogo hapo nimekiacha. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Ndio. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Endelea. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Endelea. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka katika mlima mrefu mno. Anabebwa Yesu na Ibilisi. Akamwonyesha milki za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukiinama na kunisujudia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Unaona, Yesu anaamrisha mwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Ile swali lako la Utatu Mtakatifu Yesu analiua hapo, sio? Peke yake, hakuna mwingine. Kwa hiyo tayari Yesu alishasema anayestahili kuabudiwa ni Bwana Mungu, hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa. Sasa leo wakitokea watu simulizi wanamwabudu Yesu, ndio tunaanza kupatwa na mashaka. Ibada hii wanayoifanya sio sahihi, ibada hii ya kusujudia kiumbe sio sahihi. Ndio maana Yesu akasema umwabudu Bwana Mungu peke yake. Sijui umeelewa hapo? Nakuelewa. Una la ziada? Nina la ziada kuhusiana na swali la Mungu huyu ambaye Wakristo tayari huwa wanamwabudu. Sifa zake, je, anafanana na Mungu ambaye Waislamu wanamwabudu? Kwa mfano, Wakristo wanaamini kwamba mwanadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Waislamu mnasema Mungu hafanani na chochote. Je, nyinyi mnaona kweli huyo Mungu ni Mungu mmoja? Sio Waislamu tu ambao tunaosema Mungu hafanani na chochote. Hata Biblia yenyewe, mtanilinganisha na nani ili niwe sawa sawa naye? Au hakuna hiyo? Ipo. Sasa muulize huyu mtu, kama Mungu anakataa hakuna wa kulinganishwa naye, vipi hao wameumbwa kwa mfano wa Mungu?
andiko linasema kutawala. Haikusudii kwamba wamefanana maumbile mwanadamu na Mungu. Mfanano ulikuwa pale ni aina ya utawala. Mwanadamu kaletwa katika dunia kwa ajili ya kuwa mtawala, kutawala vitu vingine, na Mungu yeye ni mtawala. Ndio mfanano ule uliokuwepo, lakini sio mfanano kwamba eti wa maumbile wa kufanyaje. Na ndio maana kuna watu wanakusudia kwamba walikuwa mfanano wa maumbile, walipigwa kitu. Hebu Yakobo 3:9 kama sijakosea, Yakobo 3:9. Sawa. Yakobo 3:9 anasema kama nitakuwa sijakosea Sawa. Okay. Yakobo 3:9 au nimekosea? 3:9. Anasema kwa huo ndio tunamuhimidi Mungu Baba yetu, ndio, na kwa huo unawalaani wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Umeona maneno? Wale walikuwa wana itikadi kwamba sisi tunafanana na Mungu, laana. Maneno simulizi ndio au niendelea simulizi kwamba kwa kutumia ulimi tunamwabudu Mungu wetu, lakini kwa kutumia ulimi tunamlaani mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Yule ambaye anajifanyia kaumbwa kwa mfano wa Mungu, anafanana na Mungu, tunamlaani. Na ndio maana mfano wa Mungu pale ni namna ya utawala, sio kufanana kisura wala kimaumbile. Wewe umefanana na Mungu. Ndio maana 40:28 Isaya, Mungu anasema mtanilinganisha na nani ili niwe sawa sawa naye? Hakuna wa kumlinganisha na Mungu. Kwa hiyo Mungu bado anabaki afanani na kitu chochote. Biblia inasema hivyo, Qur'ani inasema hivyo. Alafu pili, usilete kulinganisha kwamba Mungu wa Biblia anasema hivyo, wa Qur'ani inasema Mungu anabaki mmoja, ila inategemea Mungu ametoa maagizo kwa kipindi gani. Kuna kipindi Mungu alimwambia Nuhu, kila kiendacho katika ardhi chakula chako, sio? Ndio. Au kumbuki? Ndio. Wakati wa Musa akamwambia nguruwe ni haramu. Kwa hiyo tuseme nguruwe na nguruwe wanakuwa, sasa itakuwa akili ndogo sasa hizo tunazo sisi. Kwa hiyo Mungu anatoa mafundisho na maamrisho kutokana na zama zilizopo, ndio mafundisho yanakuja. Hakuna hoja hiyo bwana simulizi, hakuna, wala usipate tabu. Labda kama una ziada lete hoja zao. Okay, wa Kristo hata hapa tuliposoma hapo Mungu Baba yetu, tunaamini Mungu ni baba. Kwa hiyo kijinsia, hata akili ilivyotengenezwa, Mungu ni mwanamume, ni baba. Waislamu huwa mnaweka kwamba ni neutral, hana jinsia, yani sio baba. Hivyo kweli tunaweza tukawa tunamwabudu Mungu mmoja. Mungu sio mwanamume wala sio mwanamke, na ndio maana kule hakuna wa kumlinganisha naye katika Biblia. Ukisema unamlinganisha baba kwamba mwanamume, manake umemlinganisha na mwanamume, wakati Biblia inakataza. Mungu huwa anapenda kutumia dhamiri ya kiume, anapenda kutumia nafasi ya kiume, hapendi kutumia nafasi ya kike. Huwa anapenda kutumia nafasi ya kiume, sio ya kike. Kwa hiyo kusema Mungu baba haimaanishi kwamba yeye ni mwanamume, anatumia nafasi ya kiume, yani kwa sababu mwanamume unajua ndio nafasi iliyokuwa nzuri sana. Kwa hiyo Mungu huwa anatumia nafasi hiyo. Lakini tunaposema Mungu baba, ili ni jambo zito sana tunalizungumza, tukinakusudia ule ubaba kwa sababu yeye katuumba. Ndio tunamwita baba kwa sababu katuumba, na vile na